Mungu ametupa uzima. Tunataka tushukuru Mungu kwa ajili ya kila jambo. Bwana asifiwe sana. Amen. Paulo anatuambia katika kitabu cha Wafilipi, kwa kila jambo tuwe na moyo wa shukrani. Kila kitu ambacho kinatokea tuweze tukamshukuru Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata kwa sababu ya snow we just have to thank God. Kwa sababu inaonyesha ukuu wa Mungu. Maana yeye ndiye ameumba snow, ameumba sisi, ameumba kila kitu. Kwa hivyo kila jambo Paulo anatuambia katika Wafilipi ya kwamba tuweze kuwa watu wa kushukuru. Siku ya leo nataka nishukuru Mungu kwa sababu ya ruhusa ambayo nilipewa na mchungaji wetu ambaye amesafiri kwa likizo. Pia nami ameongea na sisi pia asubuhi walipokuwa katika ibada katika kanisa. Lile kanisa lilikuwa na ubiri kule Nairobi. Ameshiriki huko. Hata washiriki wakanitumia ujumbe, tumepata salamu kutoka kwa pasta. Na nikashukuru Bwana. Kwa hivyo pia mimi nataka nishukuru kwa sababu ya nafasi amenipea ili kwamba niweze kunena kwa watu wa Mungu siku ya leo. Kwa hivyo nataka nishukuru Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Nataka tusome katika kitabu cha Kutoka. Na kwa sababu naona Wakenya wote hapa, nitaongea Kiswahili kwa wingi kidogo. Kwa sababu ndugu yetu hapo na Biblia ya Kiswahili, ili mama wetu waweze kusikia vizuri, ningependa ufungue Kutoka. Kitabu cha Kutoka, Exodus, mlango wa 14 kuanzia 10 mpaka 14. Exodus chapter 14 verse 10 to 14. Ni kama umepata ndugu yetu. Farao alipokaribia, Waisraeli waliinua macho yao na kuwaona Wamisri wakifuatia Waisraeli. Wakaogopa sana na kwanza kumlilia Yehova. Wakamwambia Musa, je, ni kwa sababu hakuna makaburi huku Misri ndivyo sababu umetuleta hapa tufie nyikani? Ni jambo gani ili kutendea kwa kutoa Misri? Je, ili sio jambo tuliyokuambia nchini Misri tuliposema, achana nasi ili tuwatumikie Wamisri, kwa maana ni afadhali kwetu kuwatumikia Wamisri kuliko kufia nyikani. Ndipo Musa akawaambia watu, msiogope, simameni imara, muone jinsi Yehova atakavyo waokoa leo, kwa maana Wamisri mnaowaona leo hamtawaona tena kamwe. Yehova mwenyewe akawapigania ninyi, nanyi mtakaa kimya. Asante. Nasoma katika lugha ya Kiingereza. Inasema hivi, Exodus chapter 14 verse 10 to 14. And as Pharaoh drew near, the sons of Israel looked, and behold,
the Egyptians were marching after them, and they became very frightened. So the sons of Israel cried out to the Lord. Then they said to Moses, "Is it because there were no graves in Egypt that you have taken us away to die in the wilderness? Why have you dealt with us in this way, bringing us out of Egypt? Is this the word that we spoke to you in Egypt, saying, 'Leave us alone, that we may serve the Egyptians'? For it would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the wilderness." But Moses said to the people, "Do not fear. Stand firm and see the salvation of the Lord. He will accomplish for you today. For the Egyptians whom you have seen today, you will never see them again. Then the Lord will fight for you while you keep silent." Wacha tuombe. Baba mtakatifu, tunakutukuza. Asante kwa neno lako. Asante kwa sababu ya nafasi hii ninapoenda kulitawanya neno lako kwa watu wako. Baba, ninaomba kibali chako kiwe juu yao, wakalisikia neno lako na kulielewa. Hebu Roho wako Mtakatifu akachukue nafasi sasa, awafundishe kila mmoja, katika jina la Yesu Kristo naomba nikishukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hii neno ambalo tumesoma, kichwa ambacho ni cha mahubiri ya siku ya leo, nataka nizungumzie kuhusu fear. Nataka nizungumzie kuhusu uoga. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nitazungumzia kwa muda mfupi kuhusu neno fear ama uoga. Maneno ambayo tumesoma inahusu wana wa Israeli walipokuwa wametoka katika nchi ya Misri, nchi ambao walikuwa katika mateso mengi, walikuwa wanafanya kazi ngumu, wanafanyia Farao, walikuwa wanafanya kazi ngumu, wakawa wanaumia, wengi walikufa, waliteseka. Lakini Mungu, kwa sababu alikuwa ameahidi kwamba atakuja kuwaokoa, Mungu alituma Musa, na baada ya kupigana na Farao kwa maneno mengi, Biblia inasema Farao alikuwa na roho ngumu. Hakutaka Waisraeli waende katika nchi ambayo Mungu alikuwa ameandalia. Bwana asifiwe sana. Kanisa, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli wameahidiwa wanaenda katika nchi ya asali, nchi ambayo kuna mifugo mizuri, nchi ambayo kuna mali, watakuwa na raha starehe, watakuwa na nafasi ya kumwabudu Mungu. Lakini Farao hawakutaka, kwa sababu Waisraeli ndio walikuwa wanafanya kazi ngumu katika nchi ile ya Misri. Basi wakati ukafika na Musa akafanikiwa kuwatoa wana wa Israeli, wakaanza safari ya kwenda katika nchi ya Kanaani. Bwana asifiwe sana. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. So Biblia inasema kwamba Mungu katika hiyo safari yote alikuwa ameahidi wana wa Israeli kupitia kwa Musa ya kwamba watafika katika nchi ya ahadi salama. Mungu alikuwa amewaahidi kwamba atawafikisha. Lakini Mungu hakuwa amewaambia kwamba ati hawatapitia shida. Bwana asifiwe sana. Mungu alijua kwamba katika safari kuna shida, kuna matatizo katika safari. Kuna kuchelewa, kuna jua kali, kuna baridi. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama sisi watu ambao tuko hapa Amerika saa hii, Wakristo ambao tuko hapa Amerika, kila mtu sasa anapitia hali ya baridi ya snow. Haleluya. Hii ni baadhi tu ya zile vitu ambazo zio katika safari yetu sisi Wakristo. Leo nilikuwa ninaambia ndugu yangu na Asho mtukija, nikamwambia ukitaka kujua Wakristo hapa Amerika, utawatambua wakati huu wa snow.
You will know them. Kwa sababu Mkristo hata kama kuntanyesha snow namna gani, atasikia hukumu, atatamani kwenda kanisani ili amwabudu Mungu aliye hai. Bwana asifiwe sana. Lakini sisemi wale ambao hawakuja wote si wa Kristo. Kunao wengine ambao najua wameenda kazini, na pengine kunao wengine pia walikosa rai, ninajua walikosa namna ya kufika mahali hapa. Lakini kuna wale ambao tu wameamua kulala tu kwa sababu ameona nje kuna baridi. Biblia inasema kwamba wana wa Israeli walifika mahali katika mto ule wa Yordani. Na Biblia inasema kwamba walipofika katika pale kwa mto wa Yordani, waliona mto wa Yordani ndio huo, lakini nyuma walipoangalia wakaona wa Farao wanakuja, kwa sababu Farao walikuwa ile muda mfupi tu wa Israeli walikuwa wameondoka. Kazi iliwalemea, kazi ilikuwa nyingi, kazi ilikuwa hawangeweza kufanya kazi. Bwana asifiwe sana. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nikiangalia nikisoma hili neno, nikawa naangalia hali ambao sisi wanawaja. Mnanielewa, si ndio? Wanawaja katika nchi. Maana kuna mfalme amesema kwamba watoke. Na kuna baadhi ya sehemu aliposema watatoka, kukawa na shida. Watu wa kuvuna, watu wa kulima, watu wa kufanya zile kazi ngumu wafanye nini? Hakuna. Hii ndio hali ilikuwa katika nchi ile ya Farao. Wakawa ile kazi wa Israeli walikuwa wanafanya, wakasema hapana, haiwezekani. We must go after them. Lazima tuwarudishe, maana hii kazi hatutaweza. Wakaanza, Farao akatengeneza farasi, wakaanza kufuata wana wa Israeli. Wakawafuata na wakawapata katika Red Sea. Haleluya. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Walipokuwa katika Red Sea, wana wa Israeli wakaona sasa bahari ndio hii iko mbele yao, hawawezi kupita. Na walipotazama nyuma wakaona wana wa Israeli, wakaona mafarao wanakuja kwa mbio sana. Hapo ndipo wana wa Israeli walianza kumulilia Musa. Wakamwambia Musa, kwa nini umetuleta mahali hapa? Kwani kule Egypt hakukuwa na makaburi ya kutosha ambayo sisi tungekufa tungezikwa tu? Kwa nini umetuleta katika nchi kama hii? Kwa nini umetuleta katika mahali kama hapa, mahali ambapo tunaona sasa ni kifo? Itakuwa namna gani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo nimesema tutajifunza leo kwa ufupi sana kuhusu neno fear. Wana wa Israeli walipofika pale kwenye bahari ya Shamu, waliona maji, wakaona Waisraeli, Wafilisti, Waegyptians wanakuja. Waliingiwa na uoga. Uoga uliwaingia, na huu uoga ukawasababisha wakaanza kutamani mambo ambayo walikuwa wanapitia ndani. Wakaanza kuona kwamba zile shida walikuwa wanapitia zilikuwa ni afadhali kuliko hii ambao wanaiona, kuliko huu mlima ambao wanauona, mlima wa maji ambao uko mbele yao. Bwana asifiwe sana. Leo hii nimesema kwamba nitauliza watu wa Mungu, kanisa la Mungu, watu ambao umeweka katika nyumba ya Bwana. Wewe wakati ambapo mambo yanapokuwa magumu, unapoona mlima umefika, wewe huwa unaamua namna gani? Wewe huwa unafanya namna gani? Wakati ambapo mambo yamekuwa magumu, umeona situation imekuwa so worse, wewe huwa una react namna gani? Bwana asifiwe sana. Musa akaambia wana wa Israeli, akawaambia, stand firm and see the Lord's salvation, he will provide for you. Wakati wana wa Israeli wamekufa moyo, wanamulilia Musa, wanaomba itakuwa namna gani? Musa aliwaambia stand still. Musa akawaambia tulieni, tulia, be patient, na mtaona mkono wa Bwana, mtaona vile Mungu atawaokoa.
ambao umeweka katika nyumba ya Bwana siku ya leo. Nataka kusema kwamba neno hili stand firm lina maana kusema tulia. Be patient. Na be patient inasema kwamba vumilia hata kama mambo ambayo unataka yatachelewa. Usiwe na hasira. Don't be anxious. Do not disobey God. Wewe ngojea hata kama itachukua muda. Bwana asifiwe. Musa akaambia wana wa Israeli, stand firm. Hilo neno tu stand firm ni kusema be patient. Continue trusting. Continue waiting upon the Lord. Tulia, uwe na imani kwamba Mungu anaenda kutenda. Bwana asifiwe sana. The word fear appears many times in the Bible. Hili neno fear kama in Isaiah chapter 40 verse 10, 2 Timothy verse 1, chapter 1 verse 7. Na neno hili fear reassures the readers that God is present. God will provide strength and help. Neno tu fear. And neno hili ambao Mungu alisema hiyo fear. And believe we have a spirit of power and self-control instead of fear. Fear is the weapon that the devil used to rob us of what is ours. Hallelujah. Bwana asifiwe. Uoga ni silaha ambayo shetani anatumia kutupokonya kile ambacho ni chetu. Wakati unapokuwa na uoga, shetani anatumia uoga, anakupea uoga, anakujaza uoga ili kwamba aweze kukupokonya kile ambacho ni chako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Fear is a robber of our destiny. Uoga unatupokonya maono yetu. Uoga unaweza kukupokonya hata maono yako ambayo uko nayo. Maybe umeplan kuenda mbali, lakini kwa sababu ya uoga inakupokonya. Fear makes you see and say things that are not real. Uoga unaweza kufanya kuona na kusema mambo ambayo hayaonekani, mambo ambayo hayako. Hallelujah. The power of fear. Yaani uoga unaweza kufanya ukaanza, usije kama umewahi kuona mtu ameogopa mpaka anaanza kuongea tu mambo ambayo anasema itakuwa aje. Hiyo ndiyo nguvu ya uoga ambayo ikiingia katika mtu inafanya mtu anakosa kuwa na maono. Fear has a force that attracts evil to the victim. God says, fear not, because Jesus Christ lives. You can face tomorrow without confidence. Bwana asifiwe sana. Yesu akaambia wanafunzi wake, msiogope. Mungu anatuambia siku ya leo tusiogope, kwa sababu Yesu yuko. Yesu anaishi, na huyu Yesu kupitia kwa nguvu zake atatufanya katika safari yetu hii ya wokovu tutaendelea, kwa sababu Mungu ako pamoja nasi. Bwana asifiwe sana. So wakati ambapo mambo yanapokuwa, unapopitia katika hali kama vile wana wa Israeli walipopitia katika hali ambapo wanaona bahari hawawezi kupita, badala ya kumwangalia Mungu na kumngojea Mungu, walianza kumlilia Musa. Na Musa naye akawaambia, wewe tulia. Na mimi kama mtumishi wa Mungu nami leo nataka nikutie moyo, mtu wa Mungu ambao umekuja katika nyumba ya Bwana siku hii ya leo. Ninajua kwamba kuna mapito unapitia ndani. Bwana asifiwe sana. Kila Mkristo, kila mtu, kila mwanadamu ana mapito ambayo anapitia ndani. Pito langu haliwezi kuwa sawasawa na lako. Pito lako haliwezi kuwa sawasawa na yule mwingine. Lakini neno la Mungu
ya leo, whatever circumstances ambao utakuwa ndani, just stay firm and wait upon God. Bwana asifiwe sana. Tulia na umngojee Mungu, hata kama ni jambo la aina gani. Isifanye ukapoteza imani yako, isifanye ukapoteza Ukristo wako, isifanye ukapoteza maono yako. Neno la Mungu limetutia moyo siku ya leo kwamba hata kama utapita katika majaribu aina gani, wewe be patient and wait upon the Lord, kwa sababu Mungu kwa wakati wake ataonekana. Kwa wakati wake. Biblia inasema kwamba wakati wa Mungu ndio unaokubalika. God's timing is the best. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati wa Mungu tu. Wakati mambo yamekuwa, umeona kwamba huwezi, umeshindwa, huna nguvu, unaona hapa, do not surrender. Neno la Mungu linatutia moyo kwamba do not surrender. Wewe wait upon the Lord. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Hii ninazungumzia ni wakati ambapo umefika hali imekupata ni ngumu. Pengine mambo ya kifo, pengine mambo ya magonjwa, mambo ni mengi. Huu ndio wakati nataka nikutie moyo kama mtu wa Mungu ya kwamba wakati mambo haya yanapokupata, hiyo situation inapokupata, kumbuka neno la Mungu ambalo tumejifundisha siku ya leo. Be still, be patient and wait upon God. Na utaona the Lord's salvation. Bwana asifiwe sana. Acha niwaambie kitu moja. Wapendwa, mimi kuna wakati nilifika hapa. Kuna wakati nilikuwa ninahubiri kule Kenya. Ile kule Lamu. Wale ambao maisikia huko Lamu ni Waislamu. Na nikapeleka kanisa la Friends huko. Na nimepanda kanisa huko la Friends. Kwa Waislamu kabisa, Na mnajua hiyo huko Lamu kuna msitu mkubwa ambao Al-Shabaab wamejikuwa wanajificha ndani. Na wanavamia Wakristo, wanawakata vichwa, wanawakata mikono. Mmekuwa mkisikia kwa maredio kwamba watu wameuawa, wana abduct wazungu. Hata kuna mmoja alikuwa abducted mpaka na waleo hajapatikana. So wakati huo mimi nikaenda huko. Na huo msitu unaitwa Boni Forest. Huo msitu una wanyama. Kuna ndovu, kuna kila simba wako, wanyama wote wako huko. Bwana asifiwe sana. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi nikawa nimeenda huko, nimeenda kufanya visitation, ile house to house evangelism. Mashamba ni makubwa. Basi tulipokuwa tunatembea, tunaenda kufikia wengine, tukapita katikati ya huo msitu. Huo ni wakati ambapo umeweka roho mkononi. Kwa sababu umesema, kama mimi nilikuwa nimesema, kama nikufa wacha nikufe, lakini nipeleke injili. Bwana asifiwe sana. So tulipofika tu katikati ya forest, katikati ya forest hivi, tulikuwa watu watatu tu, mimi na wazee wa kanisa wawili wa huko. Tukifika tu, mara kwa ghafla kukatokea mnyama anaitwa nyati. Alikuwa amechelewa usiku, akakimbizwa, akapotea njia. Sasa amepata njia, amerudi msituni. Na wakati anarudi msituni anakimbizwa na watu. Na ndio sisi tuko tumebeba Biblia, tunaenda kuhubiri nini? Injili. Wakati tulikutana naye, alikimbia hivi, akaja akatukuta hivi, tukakutana na nyati hivi. Nyinyi mnajua nyati? Bwana asifiwe sana. Ule mnyama, unajua nyati? Mnamuitaje
akikojolea. Na mkojo wa nyati akikurushia hivi ni mkali, unajikuna unaanguka chini, alafu yeye anakuja na kukanyaga na kukanyaga na kukanyaga, anahakikisha umemalizika. Bwana asifiwe sana. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilipoona nyati namna hii, nilifreeze kabisa, tukasimama, hakuna kitu cha kufanya. Bwana asifiwe sana. Kile nilianza kuimba tu, nilisema wako Mwokozi nakuja. Yaani sasa nimeanza kuimba wimbo ya Mungu. Nimejua mimi nimeenda. Haleluya. Nimeenda. Naambia leo sasa mimi Bwana nipokee. Sasa hapa hakuna kitu naweza kufanya. Wale wenzangu pia wameisha tu, wameanguka tu. Na mimi pia nimeanguka tu, yaani tumefreeze. Lakini kwa sababu niliimba wimbo na kwa sababu si kurudisha imani yangu kwamba nini, nataka nikwambie wapendwa, Mungu aliweka uoga ndani ya huyo nyati. Na huyo nyati alipotuona hivi na huko anakimbizwa, aligeuka mara moja na akatoroka. Hakutudhuru katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Nyati hakutudhuru. Ninajua kuna situation wewe unaweza utapitia ndani sawa na hiyo ya nyati. Ngumu sana. Kama vile wana wa Israeli walipoona bahari. Maana walipoona bahari walijua kwamba sasa sisi tumekufa. Lakini Biblia inasema kwamba Musa alipoambia stand still, waliona mkono wa Bwana. Waliona Mungu akiambia Musa, uko na nini mkononi? Musa akamwambia, mimi niko na fimbo hii. Akasema, tumia hiyo fimbo kupiga bahari. Kupiga ile bahari, Biblia inasema kwamba njia ilipatikana katika bahari. Mlima wa maji ukawa pande hii na mlima wa maji ukawa pande hii. Kukawa na njia nzuri katika bahari. Wana wa Israeli wakapita wakienda ng'ambo ile ya Israeli nyingine wakiwa na furaha. Wakaona, na Biblia inasema yale maji, Bwana asifiwe. Haleluya, Bwana asifiwe. Unaposikia neno salvation, wokovu wa Mungu, wokovu ni kukuokoa, ni kukutoa katika shida, kukutoa katika dhambi, kukutoa katika matatizo. Hilo neno ambalo Musa aliambia Waisraeli, simameni muone wokovu wa Mungu, muone msaada wa Mungu, muone Mungu akiwaokoa, muone Mungu akitenda mambo ya ajabu. Biblia inasema kwamba Mungu alisababisha wakati wana wa Israeli walipokuwa katikati tu ya bahari na njia wanaelekea, na wale mafarao walipokuwa wanakuja na mafarasi, sasa wana hasira, wanakuja kuwarudisha. Walipo kanyaga tu kwenye bahari hapo kwenye hiyo njia mahali wana wa Israeli walipita, Biblia inasema kwamba maji ilianza kuwafunika. Maji ikawafunika. Katikati ya wana wa Israeli kukawa na maji inafunika wa Egyptians hawa wakaanza kukufa. Walikufa, farasi zikakufa, hawa maskari wakakufa, na wana wa Israeli wakavuka ng'ambo salama. Bwana asifiwe sana. Ombi langu ni kwamba Mungu huyo aliyewaokoa wana wa Israeli akusaidie wewe katika ile changamoto uko nayo, uvuke salama katika jina la Yesu. Ninajua kwamba inaweza kuwa ni magonjwa, Mungu apeane uponyaji katika jina la Yesu. Ninajua kwamba kunaweza kuwa na changamoto wa uganga, uchawi, Mungu alete mkono wake wa wokovu, akuokoe, akutunze, ili kwamba uvuke ng'ambo ile salama, ukamtukuze Bwana. Bwana asifiwe sana. Ukisoma chapter 15 ambayo inafuata katika hiyo Exodus, utaona wana wa Israeli wamevuka ng'ambo salama, na walipovuka ng'ambo salama, Biblia inasema kwamba walianza kuimba wimbo wa kumtukuza Bwana. Bwana asifiwe sana. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Leo
tumekuwa katika Bible study. Na wale ambao mlikuwa mnafuatilia wakati ndugu yetu Josh alikuwa anafundisha, kulikuwa na mahali James ndiye aliandika kile kitabu. Akawa anaongea kuhusu maombi. Akawa anasema wakati wewe ni mgonjwa, ita wazee wa kanisa. Haleluya. Bwana asifiwe. Ita wazee wa kanisa wakuje na watakuombea na wewe utapata uponyaji. Lakini mahali pengine hapa akasema, lakini wakati wewe uko na furaha. Bwana asifiwe sana. Anasema imba nyimbo za sifa. Sing praises to God. Sisi tumekuja hapa leo, siku ya leo, ni tuimbe nyimbo za sifa kwa nani? Kwa Mungu, kwa mambo ambaye ametutendea. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nataka nimtukuze Mungu siku ya leo kwa sababu ya neno lake, ya kwamba tujue kwamba Mungu ako pamoja nasi. Nataka kumalizia kusema kwamba God is in control in each and every situation in our lives. Bwana asifiwe sana. God is in control. Hata katika circumstances, no matter what, God is in control. Hata katika mambo, hata wakati hali inageuka, God is in control. Hata wakati huu was no, God is in control. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame sisi sote. Nataka tuimbe wimbo Injili number 26. Injili number 26 tuimbe sote. Na hata kama hujui unahuminya, sisi walio tutasema unahuminya. Amen. Wimbo unasema twende kwa Yesu mimi na wewe. Twende kwa Yesu mimi nawe, njia atonya tuinjue imotu woni na mwenyewe hapa asema njo. 126 tuko pamoja. 126 tuko pamoja hapo. Injili fungua. Twende kwa Yesu mimi na wewe. Twende kwa Yesu mimi na wewe. Tuko tayari? Okay. Twende kwa Yesu